Kwa nini Desemba 9 yameshindikana? Unafahamu Desemba 9 siku ya jana maandamano hayakufanyika. Katika siku ambayo baadhi ya Watanzania walitarajia kushuhudia hatua ya kihistoria ya maandamano ya amani ya Desemba 9, hali ilikuwa tofauti kwa siku nzima. Hakukuwa na misafara ya waandamanaji, mabango wala makundi makubwa ya watu ya kupaza sauti zao. Ilikuwa tofauti na maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025 na siku zilizofuata. Badala yake kulikuwa na utulivu wa tahadhari katika miji mikubwa iliyokumbwa na maandamano ya awali, utulivu ambao si wa ukimya bali ulizungukwa na maswali mengi. Si Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, Kilimanjaro, Iringa au Dodoma kulikuwa na maandamano kama yale ya siku 3 kuanzia Oktoba 29, siku ya uchaguzi mwaka 2025. Maandamano yalipangwa kudai mabadiliko ya kimfumo nchini hapa, kuanzia katiba mpya, demokrasia, haki za binadamu na hata kurejea kwa uchaguzi uliompa ushindi wa 97% Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini kundi la wanaharakati Kenya walifanikiwa kwa kiasi kuandamana nje ya ubalozi wa Tanzania jijini Nairobi, Kenya, ingawa kuna baadhi waliodhibitiwa na kutiwa nguvuni. Swali kuu si tu kwa nini hakukuwa na maandamano, bali ni kwa nini kimeunda mazingira ambayo yalipelekea tukio lililotabiliwa kwa wiki kadhaa kushindikana. Kivuli cha Oktoba 29 inatajwa kuwa siku yenye madhara makubwa ya kisiasa nchini Tanzania. Tukio hilo lililoleta uharibifu wa mali, vifo vya watu na majeraha ambayo bado yamesalia kuwa kumbukumbu ngumu vichwani mwa wengi. Wengi wanakumbuka kumbukumbu ya kuona na kusikia kuhusu vifo na majeruhi kadhaa. Kibinadamu inawapa kumbukumbu ya kutisha, ingawa kwenye mitandao ukiwasikiliza vijana wa Gen Z hawaonyeshi sana kujali hili. Pia watu walikosa huduma muhimu karibu siku 5, wakiwa wameachwa na maumivu ya kihisia na kimaisha. Biashara zilifungwa, huduma zilikosekana. Kwa ujumla yalikuwa maisha ya adhabu kwa wengi. Katika mazingira haya, maandamano yoyote yanakumbusha tukio hili yaliweza kuwa na uzito wa kipekee. Hamasa ya kujieleza kwa baadhi ya wananchi ilikosa kushinda hofu ya matukio yaliyopita, na hali ya kutokuwa na uhakika mara nyingi hushusha uwezekano wa umma kuchukua hatua za pamoja. Wiki moja kabla ya Desemba 9, ulinzi uliimarishwa karibu katika maeneo yote ya miji mikubwa. Ulikuwa ulinzi usio wa kawaida uliozoeleka. Askari wa polisi na jeshi la wananchi walionekana kupiga doria katika mitaa mbalimbali, kama ambalo halikuonekana kuelekea maandamano ya Oktoba 29. Uwepo huu wa doria ulitengeneza mazingira ya udhibiti kisaikolojia, ambapo wananchi walihisi kwamba hatua yoyote ya kuandamana inaweza kuleta hatari. Akizungumzia tukio la Oktoba 29, Dr. Samia Suluhu Hassan alisema katika mkutano wa wazee wa Dar es Salaam, nguvu iliyotumika inaendana na tukio lililopo. Tunapoambiwa kwamba tumetumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ipi? Kauli hii ilifafanua kwamba dola ilishinda mapambano kabla hayajaanza, na wengi waliona ni busara kulinda usalama wao binafsi kuliko kuingia kwenye hatari. Tangu baada ya maandamano ya Oktoba 29, maelfu ya vijana walikamatwa na kushitakiwa kwa makosa ya uhaini, ambayo ni kosa kubwa sana nchini Tanzania na lenye adhabu kubwa. Ikiwemo mtu atathibitishwa, adhabu yake ni kifo. Ingawa na sheria walikosoa mashtaka hayo wakisema hayana misingi wa kisheria. Hali hii imesababisha baadhi ya vijana kujitathmini kabla ya kuandamana. Ingawa karibu wote wamekwisha achiwa huru na kufutiwa mashtaka hayo na mwendesha mashtaka wa serikali DPP baada ya rais kutoa msamaha, bado tukio hili limeonyesha
kuwa malalamiko ya kisiasa yanasalia, lakini hatua za kisheria na tahadhari za serikali zinaathiri chaguo la kuchukua hatua za umma. Tangu Oktoba 29, kauli mbalimbali zimekuwa zikitolewa na viongozi wa serikali, dini, polisi na mashirika yasiyo ya kiserikali. Wengine walihimiza kuandamana kama haki ya kiraia, wengine walionya kuhusu uwezekano wa vurugu. Na nukuu, inakuonyesha njia muhimu ni kusikiliza, kuruhusu watu waongee bila uoga, watoe madukuduku yao, halafu serikali ifanye kazi, anasema Rehema Mema, mchambuzi. Rehema Mema anatoa mfano wa Zanzibar. Ilitumika njia hiyo ya mazungumzo kwa zaidi ya mwaka mzima mara baada ya ghasia za maandamano ya Januari 2001 na kuzaa maridhiano yaliyoweka Zanzibar pamoja mpaka leo. Rais Samia aliwahi kuonya kuelekea Desemba 9 kwamba serikali imejipanga. Je, Desemba 9 ni mwisho au mwanzo wa mjadala? Pamoja na kudhibiti maandamano, serikali haijaweza kudhibiti mijadala ya wananchi kupitia mitandao ya kijamii. Watu wanaoendelea kuelekeza malalamiko yao ingawa maandamano yamepigwa marufuku. Mange Kimambi, mwanaharakati ambaye ameshitakiwa kwa uhujumu uchumi kwa matukio ya Oktoba 29 na mmoja wa vinara wa maandamano na anashtakiwa na serikali, alisema, "Haturudi nyuma. Safari ya ukombozi haijawahi kuwa rahisi. Ushindani ni lazima na tutashinda." Hii inaonyesha kuwa madukuduku ya wananchi hayakufa. Malalamiko bado yapo ingawa hayana jukwaa la wazi. Wachambuzi wanasema kutofanyika kwa maandamano hakumaanishi mwisho wa mijadala ya kiraia. Badala yake inaweza kuwa fursa kwa serikali na wananchi kufikiria upya njia mbadala za kuwasilisha maoni, kuimarisha majadiliano halali na kujenga misingi imara ya haki ya kujieleza. Mustakabali wa wananchi utategemea uwiano kati ya udhibiti na ushirikishaji, kati ya usalama na uhuru, na kati ya sheria na maridhiano, alisema Mema. Kwa ujumla, maandamano ya Desemba 9 hayakushindikana, si kwa sababu wananchi hawana malalamiko, wala si kwa uoga wa waandamanaji pekee. Yameshindikanika kutokana na mchanganyiko wa sababu. Ingawa Desemba 9 haikutoa sauti ya umma barabarani, sauti inayotajwa na mamlaka kama haramu na uvunjifu wa amani, hakuna aliyejua hatima